Hello ndugu yangu msikilizaji, karibu katika simulizi Mjeda na Moyo Wangu. Hii ni chaneli ya Vam TV Online. Kama ni mara yako kwanza, unaweza kusubscribe na kisha kunipea support walau kusikiliza hii simulizi. Mwenyezi Mungu akubariki kwa kila muda wako utautoa kusikiliza hii simulizi. Usiache kulike, kutoa maoni yako na kushare na marafiki. Niseme tu karibu katika simulizi Mjeda na Moyo Wangu, kipande cha kwanza. Jua la jioni lilianza kupotea makali. Lilipoteza yale makali yake yote katika jiji la Dar es Salaam, likiacha miale ya rangi ya dhahabu na machungwa angani. Katika kambi la Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ ya uko Lugalo, Sergeant Paulo alikuwa akimalizia kukagua gwaride la jioni. Paulo alikuwa mwanajeshi wa mfano kwenye umbo refu, yani kifua kipana na macho yaliyojaa. Alikuwa makini na sura ya kiume ya kuvutia machoni mwa watu. Baada ya kukabidhiwa ripoti yake ya siku, majira ya usiku yalipoingia, alivua kofia yake ya kijeshi, akaitupa kwenye kiti cha nyuma ya gari. Gari lake lilikuwa aina ya Toyota Crown na kuwasha injini ili kuanza safari ya kurejea kwake Goba. Njia ya kutoka Lugalo kuelekea Goba ilikuwa ni foleni ya kawaida ya jioni, lakini Paulo alikuwa amezoea. Alichagua kupita njia za mkato zilizokuwa na vichaka ili kukwepa msongamano, na aliwasha mziki laini wa redio ulikuwa kilia ukimfanya asahau uchovu wa kutwa nzima kambini. Hata hivyo, utulivu huo ulikatizwa ghafla alipokaribia eneo moja lenye giza na vichaka virefu, mita chache kabla ya kuingia barabara kuu ya Goba. Kupitia dirisha gari yake lililokuwa wazi kidogo, Paulo alisikia sauti iliyoshituka iliyomshitua moyo wake. Ilikuwa sauti ya unyonge iliyofifia, lakini iliyojaa hofu kubwa. "Tafadhali, naomba mniache. Msaada, msaada." Sauti hiyo ilitoka upande wa kushoto, ndani kabisa ya kichaka kidogo kilichokuwa kando ya barabara. Bila kusita, Paulo alikanyaga breki kwa nguvu. Alizima taa za mbele za gari ili asionekane. Akashuka kwa haraka, akabonyeza remote ya kufunga roki gari lake na kuanza kukimbia kuelekea kule sauti ilikotokea. Alipokuwa kukaribia, sauti ilikatika ghafla. Ukimya ule ulimfanya Paulo aongeze kasi. Mafunzo yake ya kijeshi yalimsukuma kuwa mwangalifu, lakini mwenye kasi ya adimu kabisa. Alipopenya na kuingia kwenye kichaka kimoja wapo, alishuhudia unyama uliomfanya damu imchemke. Vijana watatu wenye mili ya miraba minne walikuwa wamemwangusha msichana mmoja chini. Mmoja alikuwa amemkaba mdomo, mwingine akimshika miguu, huku watatu wakijaribu kuchana nguo zake kwa nguvu. Hili lilikuwa ni jaribio la unyama la kutaka kumbaka mwanamke yule asiye na hatia. Paulo hakuhitaji kuuliza swali. Alivamia eneo lile kama zoruba. Kijana wa kwanza aliyekuwa akichana nguo alipokea teke zito la kifua lililomrusha mita 3 mbele na eneo lile. Kabla wale wengine wawili hawajajua nini kinaendelea, Paulo alimshika mmoja kichwa na kumgongesha chini, kisha akampa mwingine ngumi ya taya iliyomfanya asahau jina lake.
Wale vijana baada ya kuona wamevamiwa na mtu mwenye nguvu za ajabu na aliyevaa suruali za kijeshi, walitambua mara moja kuwa wamegonga mwamba. Huku wakigugumia kwa maumivu, walinyanyuka kwa tabu, wakasahau kuhusu swala na kukimbilia kwenye gari lao lililokuwa limefichwa nyuma ya kichaka kile. Wakawasha injini na kutokomea gizani kwa kasi. Paulo aligeuka na kumtazama yule mwanamke aliyekuwa akitetemeka kwa hofu, machozi yakimtiririka mfululizo. Sehemu ya mbele ya nguo yake ilikuwa imepasuliwa vibaya, ikimwacha kifua wazi bila kitu cha kujisitiri. Paulo alipiga magoti karibu naye akijaribu kushusha sauti ili isimtishe zaidi. Uko salama? Basi jua upo salama sasa, usiogope, mimi ni mwanajeshi, alisema kwa sauti ya utulivu sana. Baada ya msichana huyo kupumua kidogo, Paulo alimuuliza, nini chanzo cha wewe kufika hapa porini na hawa watu? Katikati ya vilio vya kwikwi, msichana huyo alifunguka. Alieleza kuwa mmoja wa wale vijana alikuwa amemsumbua kwa muda mrefu tangu akiwa chuoni hadi anamaliza. Alikuwa akimtaka kimapenzi, lakini yeye alimkataa, akataka kata kwa sababu alikuwa na tabia za kihuni. Kutokana na hasira za kukataliwa, kijana huyo alipanga njama na marafiki zake wamteke jioni hiyo alipokuwa akitoka sokoni na kumleta eneo hilo kwa siri ili wambake kama adhabu ya kumkataa. Paulo alihisi huruma sana. Bila kupoteza muda, alivua shati lake la kijeshi la juu na kumkabidhi, chukua hili, jifunika ujisitiri. Msichana yule alipokea kwa shukrani na kulivaa haraka. Lilikuwa kubwa kwake, lakini lilimpa usalama alohitaji. Twende nikupeleke kwenu, wazazi wako watakuwa na wasiwasi, Paulo alipendekeza, lakini msichana huyo alishtuka na kukataa kata. Hapana, tafadhali usinipeleke nyumbani sasa hivi. Mama yangu ni mkali sana, hawezi kunielewa, atanigombeza na kunifukuza akiona niko hivi. Atahisi mimi ndiye niliyejitakia. Paulo alitafakari sekunde chache. Aliona hofu ya kweli machoni mwa binti yule. Aliamua kumchukua na kwenda naye kwenye gari lake aina ya Crown. Walipanda. Paulo akawasha gari na kuelekea moja kwa moja hadi kwenye nyumba yake ya ghorofa moja iliyopo maeneo ya utulivu ya Goba. Walipofika, Paulo alimfungulia mlango na kuingia naye ndani. Nyumba ilikuwa safi na yenye utulivu wa kijeshi. Alimuonyesha mahali pa kuketi kwenye sofa laini sebuleni. Msichana huyo alikaa bado akiwa ameshikilia lile shati la kijeshi kana kwamba ndio ngao yake pekee duniani. Paulo alitambua kwa binti yule alikuwa hajalala na alihitaji kitu cha kumfariji na kumrudishia nguvu. Alielekea jikoni haraka akakaanga mayai mawili ya kisasa yaliyoiva vizuri na yenye harufu nzuri. Alichukua juisi ya matunda ya baridi kutoka kwenye jokofu. Paulo alirejea sebuleni akiwa amebeba tray yenye sahani ya mayai na glasi kubwa ya juisi. Aliweka mbele ya yule msichana na kusema kwa tabasamu fupi, kula hiki kidogo upate nguvu. Hapa uko salama kabisa, hakuna mtu atakayekudhuru tena. Msichana yule alimtizama Paulo, akashusha pumzi ndefu ya amani ambayo hakuwahi kuipata kwa masaa kadhaa yaliyopita. Alitambua kuwa katikati ya unyama wa dunia bado kulikuwa na watu wema kama Sajenti Paulo.
ya kula, Sajenti Paulo alimuonesha chumba chake cha kulala, kisha akamtakia usiku mwema, na yeye akaenda kulala. Asubuhi iliyofuata, miale ya kwanza ya jua ilipenya kupita madirisha makubwa ya jumba la Paulo kule Goba. Ndani ya nyumba utulivu wa asubuhi ulitawala. Yule binti ambaye jina lake halisi alikuwa Stella aliamka mapema sana. Licha ya mshituko na maumivu ya tukio la jana yake, alihisi deni kubwa la shukrani kwa mwanajeshi huyo aliyemwokoa. Akiwa bado amevaa lile shati kubwa la kijeshi la Paulo, alichukua fagio na kuanza kufanya usafi wa sebuleni na jikoni kwa upole, asimwamshe mwenye nyumba ambaye alikuwa bado amelala fofofo. Chumbani kwake baada ya uchovu mwingi wa kutoka jana, ghafla utulivu huo ulikatizwa na kishindo kikubwa cha mlango mkuu kufunguliwa. Ndani ya nyumba hiyo aliingia mwanamke aliyevaa mavazi ya gharama, akiwa na hasira machoni pake. Alikuwa ni Maria, mchumba wa Paulo, waliyetarajia kufunga naye ndoa hivi karibuni. Maria alikuwa na ufunguo wa akiba wa nyumba hiyo, na asubuhi hiyo aliamua kuja kumfanyia Paulo surprise. Hata hivyo, surprise hiyo iligeuka kuwa shubiri alipomkuta Stella sebuleni akiwa amevaa shati la kijeshi la mchumba wake pekee na nguo zake za jana zikiwa zimechanika. Wewe ni nani? Na unafanya nini hapa? Unafanya nini hapa ndani ukiwa na nguo za mume wangu? Maria alifoka, sauti yake ikitetemesha kuta za nyumba. Paulo, toka nje. Kumbe ndio tabia yako hii. Unanizalilisha mimi kwa kugawa nyumba yangu kwa maraya. Fujo na mayowe hayo yalimfanya Paulo azinduke usingizini kwa mshtuko. Alitoka chumbani kwa kiharaka akiwa amevaa kaptula na tisheti. Alipofika sebuleni alimkuta Maria akitupa vyombo na kufanya fujo, huku akimnyoshea Stella kidole cha laana. Stella alikuwa amesimama kona ya ukuta akitetemeka kwa hofu na machozi yakimtiririka, akijaribu kujitetea kwa sauti ya unyonge, lakini sauti yake ilimezwa na kelele za Maria. Maria, tulia. Hebu sikiliza kwanza nikwambie ukweli na wa mambo yote. Paulo alijaribu kuamuru kwa sauti ya mamlaka ya kijeshi, lakini yeye yenye busara. Paulo alijaribu kumweleza Maria kwa utulivu kila kitu kilichotokea, na jioni jinsi alivyomsikia Stella akiomba msaada akiwa kichakani akikaribia karibu na barabara kuu ya Goba. Jinsi alivyopambana na wahuni watatu waliotaka kumbaka, na sababu iliyomfanya amlete hapa kujisitiri kwa usiku mmoja kwa usalama wake. Lakini Maria, akiwa amepofushwa na wivu na hasira, alikataa na hakuamini hata neno moja. Unaniona mimi mjinga Paulo? Hadithi za kufikirika za kijeshi hizi, umemleta huyu msichana hapa usiku kucha na mkalala pamoja, kisha unaniletea hadithi za kuokoa watu? Paulo, sikubali. Nitaenda kumweleza mama yako huu uchafu nilioshuhudia leo. Akiwa na hasira zilizovuka mpaka. Basi Maria alimgeukia Stella kwa kasi ya uchui. Wewe mwanamke mchafu, leo utajuta kunifahamu. Alipiga yowe huku akinyosha mkono wake mrefu wenye kucha ndefu akitaka kumvamia na kumpiga vibaya Stella usoni. Kabla ya mkono wa Maria haujamgusa Stella, mkono thabiti na wenye nguvu wa Paulo uliunasa hewani. Paulo alimzuia kwa nguvu, akimweka Stella nyuma ya mgongo wake kama ngao. Inatosha Maria, sitaruhusu upige mtu asiye na hatia ndani ya nyumba yangu. Kama huamini ukweli, hiyo ni juu yako,
lakini fujo hizi siwezi kuzivumilia, Paulo alisema kwa sauti ya chini lakini iliyojaa msisitizo mkali uliomfanya Maria arudi nyuma hatua mbili kutoka pale. Maria alimkodolea macho Paulo kwa chuki, kisha kamtazama Stella kwa hasira ya mwisho. Sawa Paulo, umeamua kumtetea huyu maraya kuliko mimi, mke wako mtarajiwa. Utanikumbuka. Alichukua mkoba wake akageuka kwa hasira na akausukuma mlango kwa nguvu kubwa, akatoka nje na kuondoka zake, akiacha zuruba kubwa ya maswali juu ya mustakabali wa uhusiano wao. Maria aliondoka kwenye jumba la Paulo huku Goba akiwa amefura kwa hasira na wivu uliomfunga macho. Hakutaka kusikia jambo lolote kutoka kwa Paulo. Kwake yeye kila kilichokuwa ni ufumanizi wa wazi uliovunja heshima ya uchumba wao. Akiongozwa na hamu ya kulipiza kisasi na kutafuta mtetezi, aliyewasha gari lake na kuelekea moja kwa moja hadi nyumbani kwa mama mzazi wa Paulo. Alipofika aliingia ndani kwa kushindo, machozi yakimtiririka na viatu vyake virefu vikigonga sakafu kwa fujo. Mama yake Paulo, Bi Salome, alikuwa ameketi sebuleni akisoma Biblia ya kitabu kitakatifu. Alishtuka sana kumwona mkwe mtarajiwa wa mwanae akiwa katika hali ile ya taharuki kubwa, nywele zikiwa zimevuruga kidogo na macho yakiwa mekundu. Mungu wangu, Maria, kuna nini mwanangu? Bi Salome alisimama haraka na kusogea mbele akitaka kumshika mabega. Mbona unalia namna hii? Asubuhi na mapema kuna mtu amefariki? Maria alitupa mkoba wake juu ya sofa kwa hasira na kuanza kujipepea kwa mkono huku akijifanya kushindwa kupumua vizuri ili kuongeza uzito wa tukio. Heri ingekuwa msiba wa kufiriwa. Mama, Maria alifoka kwa sauti yake ikitetemeka kwa mchanganyiko wa hasira na uigizaji wote ulikuwa pale. Ungekuwa msiba ningejua ni kazi ya Mungu, lakini huu ni unyama uliopangwa na mwanao uliyemzaa kwa jina la Paulo. Amenizalisha mama, amenivua nguo mchana kweupe. Bi Salome alishusha pumzi ndefu, akamungoza Maria hadi kwenye kochi na kumfanya keti. Tulia mwanangu, usiseme maneno mazito namna hii kabla hujanywa hata maji. Shusha pumzi kisha niambie Paulo amefanya nini. Maria alifuta machozi kwa vidole vyake vilivyo pambwa kwa kucha ndefu na kuanza kumwaga dukuduku lake huku akiongeza chumvi ili kujitengenezea mazingira ya kuonekana mwathirika mkuu ni yeye. Mama, siamini kama mwanao Paulo anaweza kunifanyia unyama huu. Leo asubuhi nimeenda kwake Goba kumfanyia surprise ya kimaisha. Ya kiamsha kinywa, yani nikamtengenezee anywe chai. Ninapoingia ndani namkuta amelala chumbani, lakini sebuleni kuna msichana mwingine wa barabarani, na kibaya zaidi, binti huyo alikuwa amevaa shati la kijeshi la Paulo, lile analolipenda, nguo zake za ndani zikiwa zimesambaa chini. Amenisaliti mchana kweupe mama. Bi Salome alimsikiliza Maria kwa makini sana bila ya kumkatiza, ingawa ndani ya moyo wake alihisi kusita na mashaka makubwa. Alimfahamu vizuri mwanae. Paulo alikuwa mwanajeshi mwenye nidhamu ya hali ya juu ya kambi ya Lugalo, mtu asiyependa mambo ya hovyo wala skendo za wanawake. Alijiuliza kimya jinsi mwanae anavyoweza kuwa mshamba kiasi cha kuleta mwanamke ndani ya nyumba ambayo Maria ana ufunguo wake wa akiba. Hata hivyo, alitambua uzito na athari za shutuma hizo zilizotolewa na Maria zikitoka nje
ya ukuta huo. Kwani Paulo alipokuona alisema nini, Maria? Bi Salome aliuliza kwa sauti ya utulivu, akijaribu kuchimba undani. Alianza kunitungia hadithi za uongo, Mama Maria alijaribu kwa sauti ya dharau, eti amewaokoa huyo msichana kichakani jana usiku akitaka kubakwa, eti alimpa hifadhi ya usiku mmoja tu. Hivi kuna mwanaume anayeokoa mwanamke kisha anamvisha shati lake la kijeshi na kulala naye hadi asubuhi? Huo ni uhuni. Mimi siwezi kuvumilia ujinga huu. Naona bora tu nivunje huu chumba. Nitafanya maamuzi mengine. Baada ya Maria kumaliza kulalamika na kutoa vitisho vya kuvunja uchumba huo uliogharimu maandalizi mengi, Bi Salome alimshika mkono kwa upendo ili kumfariji na kumtuliza akili yake iliyowakwa moto. Tulia mwanangu, nimekusikiliza kwa kila neno, alisema Bi Salome kwa sauti ya utulivu inayobeba hekima ya kizee. Najua inaumiza sana na unahakika kukasirika, lakini na kuahidi mimi mwenyewe kama mama yake mzazi nitafuatilia jambo hili kwa karibu na uzito mkubwa sana ili kujua ukweli wote uliojificha. Paulo ni mwanangu, namjua vizuri, lakini sitaliangalia hilo kwa macho ya upendeleo. Nitaitisha kikao kikali na kuzungumza naye ili nishtukize ukweli wa mambo ambayo yanaendelea. Nenda nyumbani kapumzike na uwe na subira, mama yako nitalimaliza hili. Kauli hiyo thabiti ilimpa Maria ahueni kubwa moyoni mwake. Alifuta machozi yake kabisa, akiamini kuwa amefanikiwa kupata silaha kubwa na ya mwisho kutoka kwa mama mkwe mtarajiwa, itakayomfanya Paulo anyoke na kuomba msamaha kwa magoti. Baada ya Maria kuondoka, mama yake Paulo, Bi Salome, alikaa sebuleni huku akitafakari kwa uzito mkubwa. Aliangalia ile Biblia iliyokuwa mkononi mwake, akashusha pumzi ndefu. Mwanzo wa kuvunjika kwa harusi ya mwanawe yalimfanya akose amani kabisa. Hivyo aliamua kuchukua simu yake ya mkononi na kumpigia mwanawe moja kwa moja ili kupata upande wa pili wa hadithi. Lakini kule Goba, Paulo alikuwa bado ameketi sebuleni kwake akiwa ameshika kichwa baada ya fujo za Maria. Ghafla simu yake ilianza kuita kwa mtetemo mkali. Alipoangalia skrini na kuona ni mama yake mzazi, alipokea haraka akivuta pumzi ndefu tayari kujibu dhuluma la simu hiyo iliyolijua fika. Halo, habari ya asubuhi, mama Paulo alisalimia kwa unyonge, lakini alikatizwa haraka. Paulo mwanangu, sitaki salamu asubuhi, Bi Salome alihoji kwa sauti ya ukali iliyochanganyika na msikitiko makubwa. Kuna nini kimetokea kati yako na Maria asubuhi hii? Binti wa watu amekuja hapo nyumbani kwangu akilia kwa kwikwi, nguo zake zimevurugika, akidai wamekufumania na mwanamke mwingine ndani ya nyumba yako Goba. Je, haya ndio maadili niliyokufundisha Paulo? Paulo alishusha pumzi ndefu. Akajua lazima ameweleza kila kitu ila asafishe jina lake. Mama, naomba utulie na unisikilize. Maria hajakwambia ukweli mzima wa kilichotokea. Kuna binti yuko hapa kweli, lakini sio jinsi Maria anavyofikiri. Unamaanisha nini Paulo? Kwani kuna mwanamke mwingine hapo ndani au hapana? Bi Salome aliuliza kwa msisitizo. Ndio, yupo, lakini nisikilize mama. Paulo alianza kueleza ukweli wote kwa umakini. Jana jioni nikiwa narudi kutoka Lugalo, nilisikia kile
kilio cha binti akiomba msaada kwenye vichaka vya kando ya barabara hapa Goba. Nilishuka kwenye crown yangu, nikakimbia na kukuta vijana watatu wamemwangusha chini, wanajaribu kumbaka kwa nguvu. Walikuwa tayari wamemchania nguo zake za kifuani zote. Mungu wangu, Bi Salome aliguna kidogo, lakini akisubiri kusikiliza mwendelezo. Niliwapiga wale wahuni, wakakimbia. Paulo aliendelea. Binti alikuwa anatetemeka kwa hofu, hana kitu cha kujistiri kifuani. Niliazimika kuvua shati langu la kijeshi la juu, nikamkabidhi afiche mwili wake. Nilitaka kumpeleka kwao, lakini alikataa. Akilia kuwa mama yake ni mkali na angemgombeza sana kumfukuza akimwona katikati hali ile usiku huo huo. Nikaona kwa usalama wake nimlete hapa kwangu apumzike kwa usiku mmoja. Nilimkangia hata mayai na kumpa juisi ale, kwa sababu alikuwa hana nguvu kabisa. Hata hivyo, tofauti na Paulo alivyotarajia kuwa mama yake angemwelewa na kumsifu kwa ushujaa wake, Bi Salome aligoma kabisa kumeza hadithi hiyo. Mazingira ya binti huyo kukutwa asubuhi akiwa amevaa shati la kijeshi la Paulo ndani ya nyumba ya mwanaume bachera yalikuwa magumu kumeza kwa mzazi yoyote. Paulo, acha kunitungia hadithi za filamu za kiwanda cha bongo, Bi Salome alimkaripia kwa sauti ya juu. Wewe ni mwanajeshi unayejua sheria na taratibu. Ungekuwa unamsaidia huyo binti kwa nia njema, ungempeleka kituo cha polisi cha karibu au hospitali kuripoti tukio, sio kumleta kulala naye kwako usiku kucha. Hivi unadhani mimi ni mtoto mdogo? Mama, nakwambia ukweli wa Mungu, hakuna chochote kilichotokea kati yetu usiku wa jana, Paulo alijitetea kwa sauti ya uchungu. Nyamaza Paulo, Bi Salome alifoka. Umekuwa mwanangu na unaenda kufunga ndoa sasa. Sio muda utaenda kufunga ndoa. Kubali tu, umeteleza, tamaa zimekuponza na umechepuka. Umemkosea sana mchumba wako Maria, aliyekuwa anakuamini sana. Sikutegemea hili kutokea kwako. Kabla Paulo hajamjibu neno lingine au kujitetea zaidi, mama yake alikata simu kwa hasira, sauti ya kukatika kwa mawasiliano ikirindima sikioni mwa Paulo. Paulo alishusha mkono wake taratibu, akabaki ameshika kichwa chake kwa mshtuko mkubwa wa kutofahamiwa na kuhukumiwa vibaya. Hata mama yake mzazi aliyemwamini maisha yake yote alimhukumu. Baada ya dhoruba ya yale asubuhi kutulia, hali ya sintofahamu ilitawala ndani ya nyumba ya Paulo kule Goba. Ukimya mzito ulikuwa umepiga kambi sebuleni, huku sauti pekee iliyosikika ikiwa ni mlio wa feni ya dari iliyozunguka taratibu. Stella alikuwa ameketi upande wa kona ya sofa akitizama vidole vyake alivyokuwa akitafuna kucha, huku akijihisi mwenye hatia kubwa inayomgonga kifuani. Aliona jinsi mkombozi wake alivyopoteza amani akigombana na mchumba wake, na hata kushushwa utulivu na mama yake mzazi kwa njia ya simu, yote hayo yakitokea mbele ya macho yake. Alishindwa kabisa kuvumilia ukimya ule uliokuwa unamfanya akose pumzi. Alinyanyuka taratibu, akasogea karibu na pale Paulo alipokuwa ameketi, huku akiwa ameinama. Stella alipiga magoti pembeni yake kwa sauti ya unyonge iliyobeba mhemko mkubwa wa kihisia, akasema, kaka Paulo, naomba unisamehe sana. Stella alisema huku chozi la kwanza likimshuka na kudondokea kwenye kiganja chake.
mimi ndiye nimekuwa chanzo cha matatizo yote haya yanayokupata sasa hivi. Nimesababisha ugomvi kati yako na mchumba wako, na sasa mama yako amekukasirikia. Kama nisingekubali kuja hapa jana usiku, kama nisingekuwa mzigo kwako, leo ungekuwa na amani na mwanamke wako. Nimekuponza bila kukusudia. Naumia kuona unateseka kwa wema wako kwangu. Paulo alimsikiliza Stella, akainua kichwa chake taratibu na kumtazama binti huyu ambaye macho yake yalikuwa yamejaa unyonge na upole wa dhati. Aliguswa sana jinsi binti huyo anavyojali kuliko hata Maria aliyekuwa akifoka kwa ubinafsi. Paulo alitabasamu kwa unyenyekevu na upole ili kumfariji, kisha kanyosha mkono wake na kumshika bega Stella la kulainisha hofu yake. Ondoa shaka kabisa Stella, angalia macho yangu, naomba usijilaumu hata kidogo, alisema Paulo kwa sauti thabiti lakini iliyojaa joto la kihisia. Wewe huna makosa yoyote katika jambo hili, wala huku ni lubuni. Nilitenda jukumu langu kama mwanajeshi. Niliapa kulinda raia na kama binadamu mwenye nyama na damu kuokoa maisha yako. Kama ningekuacha kule kichakani, nisingeweza kujiita mwanaume. Uhusiano unaoishi kwa mashaka, hasira na kukosa uaminifu kama wangu na Maria ulikuwa tayari una shida kubwa ndani yake. Hili limedhihirisha tu kile kilichokuwa kimejificha. Muhimu kwangu mimi ni kwamba uko salama, na hicho ndicho kinachonipambani. Stella alimtazama Paulo akihisi ulinzi wa kipekee ambao haukuwahi kupata kutoka kwa mwanaume yeyote. Lakini kaka Paulo, ndoa yako inaharibika kwa ajili yangu. Nitajisikiaje mimi? Alileta sauti ya kukwama kooni. Paulo alitikisa kichwa. Ndoa inayumba kwa sababu haina msingi wa uaminifu, sio kwa sababu yako Stella. Tulia. Maneno ya Paulo yalikuwa kama mafuta ya zeituni kwenye kidonda, yaliyompa Stella faraja kubwa na kumfanya ajisikie salama zaidi ndani ya moyo wake. Baada ya muda kidogo, duka la nguo la karibu lilifunguliwa. Paulo alimsaidia Stella kupata mavazi mengine safi na staa ya kujibadilisha. Akavua lile shati la kijeshi ambalo lilisababishwa taharuki ya asubuhi. Muda mfupi baadaye walitoka pamoja na nje ya nyumba hiyo, wakapanda lile gari la kifahari aina ya Crown na kuanza safari. Ndani ya gari kulikuwa na utulivu wa aina yake, kila mmoja akimwaza mwenzake kwa siri. Paulo aliendesha gari kwa umakini mkubwa hadi maeneo ya kwao na Stella kule Goba. Alimfikisha salama, kusimamisha gari mitaa chache karibu nyumba kwao, akifanya hivyo kwa akili ili kumlinda binti huyo asipate matatizo au maswali mengi kutoka kwa baba yake mkari na mama yake mkari. Stella aligeuka kumtazama Paulo kwa mara mwisho kabla ya kushuka. Machozi ya shukrani na hisia mpya asizojua zilimlenga machoni. Asante kwa kila kitu Paulo, umekuwa zaidi ya askari kwangu. Umekuwa malaika wangu mlinzi. Sitakusahau maisha niliyobaki nayo hayo. Stella aliongea kwa hisia nzito zilizotoka pale pale moyoni. Paulo alitabasamu na kumjibu, nenda salama Stella. Jirinde pia, chukua namba yangu. Ukipata tatizo lolote muda wote usisite kuniambia. Baada ya kumwona ameingia salama ndani ya nyumba yao, Paulo alishusha pumzi, akageuza gari lake la Crown na kukanyaga mafuta kuwahi kambini Lugola kwa ajili ya kwenda kuendelea na majukumu yake ya kijeshi, huku picha za Stella ikianza kuchora ukurasa mpya akilini mwake.
Stella aligeuka tayari kuingia ndani ya lango kuu la nyumbani. Hata hivyo hakujua kuwa mama yake mzazi Bi Judy alikuwa amesimama karibu na dirisha la jikoni na kushuhudia kila kitu, kuanzia gari la Crown iliyosimama hadi mtoto wake alivyoshuka, huku akiwa amebeba mfuko wa nailoni kabla hata Stella hajapiga hatua ya tatu ndani ya uwanja. Mama yake alitoka nje kwa kasi, uso wake ukiwa umejaa ghadhabu ya mshangao. Stella, simama hapo hapo. Mama yake alifoka, sauti yake ikivuma uwanjani na kumfanya Stella ashtuke na kusimama imara. Huyo mwanaume alikushusha kwenye gari la kifahari ni nani? Lini umeanza tabia ya kutoka na wanaume na kulala nje ya nyumba hii bila ruhusa yangu au ya baba yako? Nguo hizo mwilini umezipata wapi? Na mbona hizi zilizofungwa kwenye mfuko zinaonekana zimechanika? Maswali yalikuwa mengi na yenye msisitizo mkali. Mama yake alikuwa na hofu kubwa kwamba mtoto wake wa kike aliyemwamini na aliyemaliza chuo hivi karibuni ameanza tabia mbaya ya kujiingiza kwenye tabia mbaya za mjini na kujiharibia maisha yake kwa kufuata anasa za wenye pesa. Stella akiwa tayari amechoka kiakili na kimwili kutokana na dhoruba za tangu jana usiku, alishindwa kujizuia. Machozi yalianza kumtiririka upya na kuolowesha mashavu yake. Alimshika mama yake mkono uliokuwa ukitetemeka na kumwomba kwa sauti ya kusononeka sana, "Mama, tafadhali usifoke hapa nje. Majirani watatusikia. Naomba tuingie ndani kwanza. Nitakueleza ukweli wa kila kitu." Wakiwa wameketi sebuleni, huku Stella akizungusha kiganja chake kwa hofu, alianza kumsimulia mama yake mkasa mzima kwa undani uliotetemesha moyo. Alimweleza jinsi vijana watatu walivyomvizia na kumteka nyara jioni ya jana, baada ya kumkataa mmoja wao kimapenzi, jinsi walivyomvuta kwa nguvu hadi kwenye vichaka vya siri karibu na barabara ya Goba, na jinsi walivyomwangusha chini, wakamvua na kumwachia nguo zake wakijaribu kumbaka kwa zamu. Mama, waliniziba mdomo. Nilipiga kelele za kuomba msaada hadi sauti yangu ikakata kabisa. Nilijua nimeshakufa, Stella alizungumza huku akilia kwa kwikwi. Kumbukumbu hizo zikamtesa. Alieleza jinsi ilivyotokea mwanajeshi mmoja shujaa wa kambi ya Lugalo aliyeitwa Paulo, ambaye alishuka kwenye gari lake baada ya kusikia kilio kile hafifu. Alimsimulia jinsi Paulo alivyowapiga na kuwatawanya wale wahuni. Akamwokoa akiwa salama, akavuta shati lake rasmi la kijeshi na kumvisha ili ajisitiri mwili wake uliokuwa wazi na kumpa hifadhi ya usiku mmoja kwenye nyumba yake, kwa sababu yeye. Stella alitetemeka na kuogopa kurudi nyumbani usiku ule kwa hofu ya kugombezwa na kupigwa na baba yake mzazi. Kaka Paulo hakunigusa hata kidogo, Mama Stella. Stella alisisitiza huku akimshika mama yake magoti. Alikaa sebuleni nami nikalala chumbani. Amenitunzia heshima yangu na asubuhi hiyo ameninunulia nguo hizi mpya na kulileta nyumbani. Kukasirika kwa mama yake kuliyeyuka mara moja kama barafu iliyomwagiwa maji ya moto, kugeuka kuwa mshtuko mkubwa, na kisha huruma ilitawala sebuleni pale. Bi Amina alihisi mwili mzima ukimnyofoka kwa hofu ya kila ambacho kingempata binti yake wa pekee. Alimvuta mkono wake karibu na kumkumbatia kwa nguvu kifuani kwake, huku naye akianza kulia kwa uchungu. Mungu wangu, pole sana mwanangu, pole sana mwanangu mzuri. Mama yake alimfariji huku akimpapasa mgongoni kwa upendo mwingi wa kimama.
Nisamehe sana kwa kuhukumu vibaya na kwa hasira bila kujua dhuluba uliopitia. Tunamshukuru sana Mungu kwa kumweka huyo mwanajeshi njiani mwako. Mwanangu, huyo kijana hakuwa binadamu wa kawaida. Alikuwa ni malaika wa uokozi aliyetumwa na Mungu kwa ajili yako ya kukulinda usichana na uzima wako. Stella alikuwa ni binti mwenye ndoto kubwa. Alikuwa ndio kwanza amehitimu masomo yake ya chuo kikuu hivi karibuni, na sasa alikuwa akishinda nyumbani kwao kwa hamu na subira, akituma wasifu wake CV maeneo mbalimbali, akisubiri kupata ajira rasmi ili aanze kujenga maisha yake. Katika kipindi hiko cha kusubiri, alikuwa akijishughulisha na kazi ndogo za nyumbani, mara chache akitoka kujisomea na kukuta na marafiki zake. Hata hivyo, uzuri na upole wa Stella ulivutia macho ya kijana mmoja wa mitaani aliyejulikana kwa jina la Peter, ambaye alisoma chuo kimoja na Stella tangu akiwa chuoni. Alikuwa akimfuata mara kazi na kumtongoza, lakini Stella hakuwa kumkubali, kwani Peter alikuwa na tabia za kihuni. Ndio Peter na rafiki zake wawili waliandaa mpango wa kumteka, kisha wakambake huko maeneo ya Goba kama njia ya kulipiza kisasi kwa Peter kwa kutopewa nafasi katika moyo wa Stella. Walimfuatilia nyendo za Stella kwa siku kadhaa, na jioni hiyo walijua atakuwa anarudi kutoka sokoni. Wakamvizia kwenye uchochoro wa kuelekea nyumbani kwao. Wakamteka nyara kwa nguvu na kuanza mpango wao wa unyama wa kumbaka kama adhabu ya kukataliwa mpango ambapo ulikuwa kukatishwa na ushujaa wa Paulo. Upande wa kambi ya Lugalo, mawazo ya Paulo yalikuwa bado yamevurugika. Alijaribu mara kadhaa kumpigia simu Maria ili kuweka mambo sawa na kumfanya aelewe ukweli wa mkakasa wa Stella, lakini Maria alikuwa akikata simu. Alikuwa anakata simu zake Paulo kwa hasira na hatimaye akazima kabisa. Paulo alijua tabia za mchumba wake. Alijua kuwa anapokuwa na stresi au hasira huwa anaenda kupunguza mawazo kwenye baa moja maarufu na ya kifahari iliyopo maeneo Masaki, ambayo walizoea kwenda pamoja na majira ya usiku. Baada ya kumaliza zamu yake ya jioni, Paulo alishindwa kuvumilia ukandamizaji wa mawazo moyoni mwake. Akiwa bado amevalia sare zake rasmi za kijeshi, magwanda, kwa sababu ya haraka taharuki, aliwasha gari lake aina Crown na kuelekea moja kwa moja Masaki hadi kwenye baa hiyo. Alipoingia ndani ya baa hiyo iliyokuwa imejaa sauti za muziki laini na mwanga hafifu wa rangi ya blue na zambarau, macho yake yaliangaza huku na kuzunguka kule kwa umakini kutafuta. Haikumchukua muda mrefu, alimwona Maria ameketi kwenye kona na moja tulivu yenye masofa ya ngozi. Hata hivyo, mshtuko mkubwa ulimpata Paulo alipomwona Maria akiwa karibu sana na mwanaume mwingine aliyevaa suti ya gharama. Walikuwa wakicheka kwa madawa, wakigonganisha glasi za diva, na yule mwanaume alikuwa akimpapasa Maria mkono wake kwa ukaribu uliopitiliza. Hasira za kiume na hisia za kusalitiwa zilipanda ghafla na kugonga kichwa mwa Paulo. Damu ilimchemka. Alipiga hatua za haraka za kijeshi, akasogelea mbele yao kabla hata wajamshtukia. Bila kuchelewa, Paulo alinyosha mkono wake wa chuma na kumshika yule mwanaume koo la shati lake kwa nguvu, akamnyanyua kidogo kwenye kiti na kutaka kuanzisha ugomvi mkubwa hapo hapo. "Wewe ni nani? Unafanya nini na mchumba wangu mbele ya macho yangu?" Paulo alifoka kwa sauti ya radi iliyofunika mziki wa baa. Yule jamaa alishtuka, macho yakimtoka kwa hofu. "Kaka, nakuomba uniachie. Unafanya nini? Sielewi kitu."
Maria alisimama kwa mshtuko, uso wake ukijawa na aibu baada ya kugundulika, lakini haraka akabadilika na kuonyesha kiburi ili kuficha makosa yake. Alimvamia Paulo na kujaribu kusukuma mikono yake. "Paulo, mwachie, unafanya uhuni gani hapa?" Maria alipiga kelele kwa dharau. "Huyu ni rafiki yangu tu anayenifariji baada ya wewe kunidhalilisha asubuhi ya leo, na yule kahaba wako wa Goba huna haki ya kunifokea hapa." Paulo alimtazama Maria, macho yake yakitoka cheche. "Rafiki anayekushika mikono namna hii, Maria, wiki mbili kabla ya harusi yetu, huyu ndiye mwanamke niliyetaka kumfanya mke." Watu waliokuwa wamekaa meza za jirani walianza kugeuka kunong'ona na kuangalia vurugu hizo. Katikati ya mzozo huo, ghafla macho ya Paulo yaliangukia kwenye mabega yake mwenyewe na kuona yale magwanda ya kijeshi yenye vyeo vya JWTZ yaliyokuwa yamevaa maeneo ya viapo vya kijeshi na nizamu ya kazi vilitua akilini mwake kama umeme. Alitambua kwa vurugu yoyote ya kupigana akiwa na sare za nchi ingeleta picha mbaya sana kwenye vyombo vya habari. Ingekuwa ni kuvujisha heshima ya jeshi la nchi yake ambalo analipenda na kuliheshimu kwa gharama ya maisha yake. Alishusha pumzi ndefu ya kijeshi, akatuliza mapigo ya moyo, kisha akamwachia yule mwanaume kwa kumsukuma taratibu kwenye kochi. Aligeuka na kumtazama Maria kwa msikitiko makubwa na dharau, akasema kwa sauti ya chini lakini nzito, "Asante Maria kwa kunionyesha sura yako halisi kabla sijaweka pete kidoleni mwako. Kuanzia leo mimi ni wewe na wewe basi." Bila kusubiri majibu yake, Paulo aligeuka na kuondoka zake kwa mwendo wa kistaarabu, akitokomea gizani kuelekea kwenye gari lake, akiacha kila kitu uhusiano wa nyuma yake, huko moyo wake ukijua kuwa uamuzi wa mwisho umefikiwa. Usiku ule ulikuwa mrefu, mgumu sana kwa Paulo. Baada ya kurudi kutoka kule Masaki, alijitupa kitandani huku moyo wake ukiwa umejaa maumivu makali ya usaliti. Kionjo cha picha ya Maria akiwa ameshikana na mikono na mwanaume mwingine kiliendelea kumrudia akilini mwake kama filamu ya kutisha. Yeye mwanajeshi shujaa asiyeogopa maadui vitani. Usiku huo alijikuta akitokwa na machozi ya siri chumbani kwake kutokana na jeraha la mapenzi. Aligeuka huku na kule, akakosa kabisa usingizi hadi alipofika majira ya saa 10 usiku. Ndipo macho yake yalipolemewa na usingizi mzito wa uchovu wa akili. Asubuhi na mapema, Stella alifika kwenye jumba la Paulo kule Goba. Baada ya mlinzi kumfungulia geti, aliingia ndani na kwa upole akitaka kumshukuru tena mkombozi wake na kumfariji kufuatia dhoruba ya jana yake. Alipoingia sebuleni, alishangaa kuona nyumba bado ina ukimya wa ajabu. Wakati huo Paulo hajaamka bado, kitu ambacho kilikuwa si cha kawaida kwa mwanajeshi aliyetuzwa nidhamu ya kuwahi kazini. Stella alielekea hadi mlangoni mwa chumba cha Paulo. Aligonga kwa upole mara kadha, "Kaka Paulo, umeamka?" Baada ya muda Paulo alifungua mlango akiwa bado amechoka, macho yake yakiwa mekundu kwa kukosa usingizi. Stella aligundua mara moja kuwa mambo si sawa. "Kaka Paulo, mbona macho yako yamekuwa hivi? Hukushinda salama jana baada ya kuniacha?" Stella aliuliza kwa sauti ya upole iliyojaa wasiwasi wa dhati. Paulo alijaribu kulazimisha tabasamu, akijifuta uso wake. "Niko sawa Stella, ni uchovu tu wa kazi, usijali." Stella alitikisa kichwa, akijua fika kuwa mwanaume huyu anaficha maumivu makubwa ya moyo.
Alimsitiri kwa tabasamu na kumtaka kae sebuleni apumzike, kisha yeye akaelekea jikoni kwa haraka. Alimwandalia chai ya rangi yenye viungo vizuri iliyomchangamsha. Alirudi sebuleni na kumfariji kwa kusema, kunywa hii chai kaka Paulo, itakusaidia kutuliza kichwa. Pole sana kwa kila hatua na kwa kila unachopitia. Najua moyo wako una mzigo mkubwa sana kwa sasa. Paulo akanywa ile chai taratibu, huku akimshukuru kwa unyenyekevu wake. Asante sana Stella, kiukweli hukosei. Jana usiku ulikuwa mgumu sana kwangu. Nilienda Masaki. Sauti ya Paulo ilikwama akishindwa kuendelea, lakini Stella alielewa kila kitu bila kuhitaji maelezo mengi. Baada ya muda kidogo, Paulo alichukua simu yake na kupiga simu kambini Lugalo kwa mkuu wake. Alieleza hali yake na kuomba ruhusa rasmi ya kutofika kazini siku hiyo kwa sababu za kiafya, ombi ambalo lilikubaliwa kutokana na rekodi yake nzuri ya kutendaji wake kazi. Siku hiyo alisonga mbele kwa utulivu mkubwa. Stella alichukua jukumu la kuitunza nyumba ile. Majira ya mchana alipika chakula kitamu cha mchuzi wa kuku na wali. Wakakaa mezani na kula wote wawili, huku akipiga hadithi fupi zilizomfanya Paulo aanze kusahau kabisa machungu ya Maria. Kila Paulo alipotazama ucheshi na unyenyekevu wa Stella, alihisi mzigo mkubwa ukipungua kifuani mwake. Baada ya kula kuchangamsha akili na kuondoka kabisa na mawazo mabaya, Stella alisimama akitabasamu na kupendekeza wacheze game la video PlayStation. Kaka Paulo, naona bado una mawazo kidogo. Naomba tuketi hapa tucheze game. Usione mimi ni msichana nitakufunga goli nyingi sana leo, Stella alitania huku akicheka kwa mdaha. Paulo alicheka kwa mara ya kwanza tangu asubuhi ile. Unanitishia mimi mwanajeshi? Stella, haya weka TV tuone nani mbabe. Walikaa sebuleni karibu juu ya kapeti laini na kuanza kushindana. Stella alikuwa mchangamfu sana na mchezaji mzuri katika mchezo huo. Ulijaa vicheko, kelele za furaha na utani mwingi wa karibu ulioanza kuvunja ule ukuta wa rasmi uliokuwepo kati yao. Ilifika nyakati za jioni wakiwa bado wanaendelea na game lile kwa hamasa kubwa. Mechi ilikuwa ngumu na yenye ushindani mkali. Sekunde chache kabla ya mpira kuisha, Stella alifanikiwa kupiga shuti kali mbali kumfunga Paulo goli la ushindi wa mchezo huo. Goal! Stella alipiga kelele kwa furaha isiyo na kifani kwa mhemko huo wa ushindi. Stella alijisahau kabisa, alitupa padi chini, akamlukia Paulo na kumkumbatia kwa nguvu kifuani kwake, huku akicheka kwa sauti ya juu ya furaha. Kumbatio hilo ghafla lilisababisha ukimya mzito kutawala sebuleni hapo hapo. Sauti ya furaha ya Stella ilikata ghafla, harufu nzuri ya marashi ya Stella na ukaribu wa miili yao, huku kifua cha Stella kikiwa kimeganda na cha Paulo. Ulimfanya mwanajeshi huyo asisimke mwili mzima. Ghafla hisia za Paulo zilihama kabisa kutoka kwenye majonzi ya usaliti wa Maria na game ya PlayStation, zikahamia kwa binti huyo mrembo na msafi aliyekuwa mkononi mwake kwa wakati huo. Mioyo yao ilianza kwenda mbio kwa kasi, ikipiga mdundo mkali. Zilisikika vizuri kwa kila mmoja wao, mwili yao ikiganda pamoja, hakuna aliyetaka kujitenga. Paulo alianza kumshika kwa upole nywele zake ndefu, kupitisha kiganja chake cha joto kwenye mgongo wa Stella. Stella naye hakurudi nyuma, alihisi ulimwengu ukisimama, akaregeza mwili wake kwa mahaba mazito, akaingiza uso wake vizuri kwenye shingo ya Paulo na akaivuta pumzi ya kiume ya mwanaume
aliyemwokoa maisha yake. Paulo alimshika Stella kidevu chake taratibu, akanyanyua uso wake na kumtizama moja kwa moja macho yake. Macho ya Stella yalikuwa yamelowana kwa hisia nzito zilizokuwa zikimfuka ndani ya nafsi yake. Stella, Paulo aliitika kwa sauti ya chini sana, iliyojaa mtetemeko wa mahaba. Tangu jana nilipokusikia ukilia kule kichakani na tangu ulipoingia kwenye nyumba hii, umeiweka amani ambayo sikuwahi kuijua maishani mwangu. Sijui ni nini kimetokea, lakini tangu asubuhi ya leo nilipokuona jikoni ukinisikitikia, nimegundua kuwa moyo wangu hautaki tena kuangalia nyuma. Unanifanya nijisikie mwanaume kamili, Stella. Machozi ya furaha mwemko yaliongea machoni mwa Stella. Alimshika Paulo mikono yake miwili kwa nguvu, akisema kwa sauti ya upole inayotoka ndani ya moyo wake, kaka Paulo, tangu usiku ule ulipokaribia maisha yako, uliotoa maisha yako kwa ajili yangu, tangu uliponivulia shati lako na kunihifadhi, siku wa yule Stella wa zamani tena. Nilijaribu kukimbia jana kwa sababu niliogopa nitakuharibia uhusiano wako na Maria, lakini nilipofika nyumbani nafsi yangu iligoma kabisa kusahau kila sekunde. Niliwaza tabasamu lako, usalama wako na jinsi ulivyo mwanaume mwenye roho ya kipekee. Kama moyo wako umechoka maumivu, naomba uruhusu moyo wangu uwe tulizo lako. Uwe tulizo lako Paulo. Sitataka kamwe kukuona unalia tena kwa ajili ya mtu asiyethamini thamani yako. Paulo aliguswa sana na maneno hayo. Alihisi upendo wa kweli, ule usio na masharti wala tamaa ya mali, ukifurika kutoka kwa binti huyo. Alisogeza midomo yake karibu na Stella na kumnong'oneza kwa upole kabisa. Mungu amekutuma kwangu kuwa zawadi, Stella. Maria amenionyesha giza, lakini wewe umekuja na mwanga wa asubuhi. Sitakuacha uanguke tena, nitakulinda kwa maisha yangu yote. Stella alifunga macho yake akatabasamu, huku akisema, niko hapa kwa ajili yako mume wangu mtarajiwa, yaani kimoyo moyo unimiliki nilivyo. Paulo alimnyanyua Stella mikono yake kwa umakini mkubwa, kama kitu cha thamani kisichopaswa kuvunjika. Akamnyanyua kutoka kwenye kapeti na kuelekea naye chumbani kwake kwa hatua za taratibu. Baada ya Paulo kuingia chumbani akiwa amembeba Stella mikono mwake, alimlaza kwa upole kitandani humo ndani. Utulivu wa chumba na mwanga hafifu wa jioni ulishirikiana na hisia zilizokuwa zikifukuta kwa muda mrefu kati ya Paulo. Alianza kumbusu Stella kwa mahaba mazito, mdomo wake akiugusa kwa upole paji la uso wake, mashavu na hatimaye midomo yake. Stella naye akajikuta akizama kwenye ulimwengu mpya wa hisia ambapo hakuwahi kujua hapo kabla. Kila mguso wa Paulo ulimfanya asisimke, mikono yake akijishika kwenye mabega mapana ya mwanajeshi huyo. Paulo alionyesha upole mkubwa usiotarajiwa kwa mtu wa kazi yake, akivua mavazi yao taratibu, kipande baba ya kipande huko, baba mkubwa huyu mpande amejaziana, huku akimfanya binti huyo ajihisi salama kabisa na mwanajeshi wa thamani kubwa mikononi mwake. Hata hivyo, Paulo alipoanza kujongea karibu zaidi, tayari kwa ajili ya kutekeleza azma yake, Stella alibadilika ghafla na kuwa mgumu sana. Kwa nini Stella alibadilika ghafla na kuwa mgumu sana? Nikwambie tu msikilizaji wa Vam TV Online, subscribe ili uweze kupata kipande cha pili. Na hii ni Vam TV Online, hii ni simulizi Mjeda na Moyo Wangu.
Tutajua kitu kilichofuata na nini hatima ya Maria katika siku zijazo, na mama yake Paulo watasemaje katika masuala ambayo yanawakumba Paulo. Lakini pia kumbuka kwa mama yake Stella, pia huko baba yake Stella watakuwa nawaza nini? Ni nini hatima? Yote tutaenda kujua katika kipande cha pili. Natumai ndicho kitakuwa kipande cha mwisho katika simulizi yetu ya Mjeda na Moyo Wangu. Mimi jina langu ni Mr. King Vam, ukipenda niite Saguri JR. Karibu katika account yetu ya YouTube hii, tuwe pamoja. Asante.